Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba, Bwana wa majeshi, jina lako litukuzwe na uweza wako tena ukatawale saa hii. Asante kwa wakati mzuri na jina lako litukuzwe. Ninamwombea msikilizaji na mtazamaji, Baba wa rehema, umrehemu, umsamehe na uyaguse maisha yake tena yapate kuwa maisha ya furaha na baraka katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya huruma zako nyingi, Mungu mwenye nguvu na uweza, katika jina la Yesu. Asante kwa uweza wako. Naomba jambo jipya lifanyike kwa huyu mtu sasa. Jambo jipya litendeke kwenye nafsi yake. Jambo jipya lifanyike kwenye maisha yake sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Na yale ya zamani yafutike na yaondoke sasa, yaachie maisha yake kwa jina la Yesu. Na ninaomba maisha yake yabadilishwe na hali yake iwe njema tena, iliyojaa nguvu, iliyojaa uweza, iliyojaa neema, iliyojaa nuru ya Kristo, na mkono wako Bwana ukamsaidie mtu huyu kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu ni Mungu mwenye huruma na rehema, kwa damu Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili tunapopokea ujumbe wa neno la Mungu sasa, na ujumbe ukafanye mabadiliko kwenye maisha yako kabisa, ndani na nje, katika jina la Yesu. Amina. Karibu sana, na nikukumbushe, kumbuka kusubscribe kwenye YouTube hii ya kwangu Eli Mlinzi Mbise. Kumbuka kusubscribe kwenye simu yako pale, ukiangalia kuna mahali pa kubonyeza, basi fanya hivyo kwa utukufu wa Bwana Yesu. Ujumbe wa neno la Mungu katika kitabu kile cha Isaya 51. Furaha yao waliokombolewa. Ijue furaha yao waliokombolewa na Bwana. Waliokombolewa na Bwana. Tunaiona hapa furaha ya waliokombolewa na Bwana na furaha ambayo hawajakombolewa ni tofauti kabisa. Ni watu wawili tofauti na furaha zao ni tofauti. Furaha ya waliokombolewa na Bwana ni ya kipekee na ya tofauti, na furaha ya ambao hawajakombolewa na Bwana Yesu ni ya tofauti kabisa. Mazingira yao na hali zao ni tofauti kabisa. Isaya 51 na mstari ule wa 11 naenda mpaka 12, anasema, nao waliokombolewa na Bwana watarejea, watafika Sayuni wakiimba. Watafika Sayuni wakiimba. Huzuni na kuugua zitakimbia. Huzuni na kuugua zitakimbia. Mimi ndimi niwafarijie. Wewe nani hata umwogope mtu atakaye kufa, na mwanadamu atakayefanywa kuwa kama majani? Mstari wa 13 niongezee. Ukamsahau Bwana Mungu wako, ukamsahau Bwana Mungu wako, yeye aliyezifanya mbingu na kuiweka misingi ya dunia. Nawe unaogopa daima mchana kutwa, kwa sababu ya ghadhabu yake yeye aoneaye, hapo afanyapo tayari kuharibu. Nayo ii wapi ghadhabu yake aoneaye? Haleluya, atukuzwe Bwana. Karibu sana katika tafakari hii njema. Roho Mtakatifu akufunulie. Anasema nao waliokombolewa na Bwana, anasema furaha yao, watafurahi, wataimba, wataingia Sayuni, na furaha yao itakuwa juu ya vichwa vyao. Furaha itakuwa juu ya vichwa vyao. Vichwa vyao havitakuwa katika kuwaza, kuhuzunika, akili zao zitakuwa kwenye maumivu tena, lakini juu yao itakaa furaha ya Bwana. Waliokombolewa na Bwana, furaha ya Bwana inakaa juu yao, na vichwani mwao wanawaza kufurahi, kumtukuza Bwana, kumtolea sadaka ya shukurani, kumshangilia. Wanawaza kuendelea kumtukuza Bwana kwa sababu wamejawa na furaha ya kweli. Waliokombolewa na Bwana, kuna waliokombolewa na Bwana ambao ndio wanaotajwa hapa, na naamini unajua kwamba kuna ambao hawajakombolewa bado, yani hawajaokoka. Inawezekana wako kanisani lakini bado hawako ndani ya Yesu, hawako ndani ya wokovu, ni Wakristo wa kawaida tu. Hapa anasema na watu ambao wameingia kwa Yesu na ambao wametoka kwenye utumwa wa dhambi, utumwa wa dunia, utumwa wa vitu vya dunia, na sasa hawatumikishwi na vitu vya dunia, wanatumikishwa na furaha ya Bwana. Wao si watumwa wa huzuni wala watumwa wa machungu na hasira na kulipa kisasi, ila ni watu ambao furaha yao imejaa, juu yao imekaa furaha ya Bwana. Taji yao ni taji ya furaha. Wamevikwa taji ya furaha. Kichwani amevikwa taji ya furaha.
taji ya Bwana, taji ya uzuri, taji ya furaha. Maisha yako yasiyo ni maisha ya maombolezo na masikitiko. Sikiliza, mtu ambaye anaishi maisha ya dhambi, furaha yake ni tofauti na mtu aliyeokoka. Hata kama bado hujajenga, hata kama bado unaishi nyumba ya kupanga, hata kama bado uko katika mazingira yasiyo sawa, lakini ikiwa umeokoka, unamwamini Bwana Yesu, furaha yako ni tofauti na mtenda dhambi. Furaha ya mtenda dhambi ni kutenda dhambi. Furaha ya mlokole au mtu aliyeokoka, niseme mwana wa Mungu, ni kuishi maisha matakatifu, ni kuona anamtumikia Bwana, ni kuona anachanua na anaendelea kutenda haki na anapokea mibaraka kutoka kwa Bwana, ni kuona anatenda haki, si dhuluma. Lakini mtenda dhambi ni kuona anatenda dhuluma, na ndiyo furaha yake na ndiyo kuishi kwake. Furaha yake ni kuona anaishi kwenye dhambi, anafanya dhambi, amefanya mambo ambayo mwili unataka. Lakini furaha ya mwana wa Mungu aliyeokoka, aliye wa Yesu, ni kuona anampendeza Bwana, anayatenda mapenzi ya Bwana. Haleluya, haleluya. Hiyo ndio furaha yao. Anasema kwa hiyo furaha ya waliokombolewa ni tofauti na itakuwa tofauti na watu wasiokombolewa. Kwa hiyo mpendwa uliokoka, inawezekana kuna wakati unakutana na hali ya kukuhuzunisha na kukusumbua, unakosa utulivu na amani. Sasa sikiliza, lazima furaha yako iwe tofauti, ndio unarudi kule anaposema Wafilipi 4:4, furahini katika Bwana. Tena nasema furahini katika siku zote. Furahini siku zote katika Bwana. Tena nasema furahini, yaani siku zote. Hasa siku zote, kuna siku zitakuwa na misiba, kuna siku zitakuwa na mambo magumu, mambo ambayo yanaumiza moyo, lakini katika hapo bado ile furaha ya waliokombolewa haitakiwi kuondoka wala haitakiwi kunyamaza, itawafanya waendelee kufurahi. Waliokombolewa furaha yao ina matumaini, wasiokombolewa furaha yao haina matumaini. Waliokombolewa maisha yao yana matumaini, yaani wanajua huko kunakokuja, safari iliyo mbele, Mungu utangaza mwisho tangu mwanzo. Mungu utangaza mwisho tangu mwanzo. Anajua mbele ya safari yangu liko jambo kubwa kuliko la sasa, iko furaha kubwa kuliko ya sasa, yako maisha ya utulivu na ushindi kuliko sasa, yako maisha mengine ya kipekee makubwa, ambayo ndio ile inasema katika Ufunuo, furaha, machozi yanafutwa, huzuni hazitakuwepo, misiba na vingine vyote vitakuwa vipo tena. Kwa hiyo furaha waliokombolewa furaha yao ni ya kipekee, na wasiokombolewa furaha yao ni ya tofauti. Ni furaha ya muda mfupi, ni ya kitambo kidogo, lakini waliokombolewa furaha yao ni ya milele. Maisha yao ni ya milele, wokovu wao ni wa milele, baraka zao ni za milele, amani yao ni ya milele, ushindi wetu ni wa milele. Aliyekombolewa na Bwana Yesu ana ushindi wa milele, ana utajiri ambao unadumu, unastawi, utampa kuendelea kufurahia milele. Haleluya, haleluya. Ndivyo walivyo waliokombolewa na Bwana. Kwa hiyo furaha yako lazima iwe tofauti, lazima iwe tofauti, ni tofauti. Nirudia tena kusema, waliokombolewa wana furaha yenye matumaini, lakini ambao hawajakombolewa hawana furaha yenye matumaini. Furaha yao haina tumaini, manake hakuna uhakika pia kwenye maisha yao. Hawajui mbele ya safari na kuwaje. Wanajua sasa, wanajua leo, yaani ni leo tu, wanajua hapo tu. Kule hawajui, hawana uhakika wala matumaini. Furaha yako uliokombolewa na Bwana Yesu inalo tumaini, inao uhakika na inadumu hata milele. Nao waliokombolewa na Bwana watarejea. Rejea mahali pako. Wewe ambaye umeondolewa kwenye nafasi, Bwana akurejeze tena kwenye nafasi yako ya kazi, ya ndoa zilizovurugwa. Kwa jina la Yesu, furaha ya waliokombolewa, ndoa yao itadumu katika furaha, ndoa yao haitavurugwa na kukaa na uchungu tena, katika jina la Yesu. Hata kama sasa hivi mmetengana, bado furaha yako ni kwamba ulifunga ndoa, agano katika agano la milele, agano la madhabahuni kwa damu ya Yesu, kiasi kwamba Bwana atamrudisha tena huyu mwenzako aliyeondoka katika jina la Yesu Kristo. Na furaha yako isiondoke hata kama amekupiga au amekudhulumu vyovyote. Furaha yako uliyekombolewa haiwezi kuwa ya mashaka wala ikapotea. Itadumu na ikadumu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.
ikadum katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Furaha yao itakuwa ya milele, itakuwa juu ya vichwa vyao. Watapata shangwe na furaha. Bwana akupe shangwe na furaha katika maisha yako na katika mapito yako. Ukawe na maisha yenye shangwe, maisha yaliyojaa shangwe. Hata ikitokea leo magumu yametokea, lakini bado maisha yako yanatakiwa kuendelea kuwa na shangwe za Bwana. Kwa nini? Najua kinachokuja mbele. Hayo yanayotokea hapo sasa hivi, yanayozonga na kuumiza na kujeruhi, bado Bwana anaweza kuondoa. Ukiteswa na dhambi, unayeteswa na dhambi, hiyo dhambi inakunyima furaha ya kweli. Na mwenye dhambi hawezi kuwa na furaha ya kweli. Mtakatifu ana furaha ya kweli. Mwenye dhambi furaha yake ni ya kitambo, lakini mtakatifu furaha yake ni ya kipekee sana. Ina nguvu. Kwa hiyo ili upate maisha mazuri, lazima uishi ndani ya wokovu. Tumaini lako likae kwa Bwana. Huzuni na kuugua zitakimbia. Huzuni na kuugua vinakaa kwa watu wanyonge, watu watenda dhambi, watu wasio na imani wala matumaini kwa Bwana Yesu. Watu wasio na Bwana Yesu hawawezi kuwa na matumaini. Anasema hapa huzuni na kuugua zitakimbia. Maana yake huzuni na kuugua haziwezi kukaa kwa waliokombolewa na Bwana. Na unajua maisha ya dhambi ndio yanayoleta huzuni na kuugua. Huzuni na kuugua, yaani huzuni inayodumu, uchungu unaodumu. Kama umeokoka, uchungu hauwezi kuendelea kudumu. Mateso na mahangaiko na hii huzuni na mateso haviwezi kuendelea, kwa sababu umeokoka, sababu na Yesu. Furahini katika Bwana. Tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Haja zenu na zijulikane na Mungu Baba. Haja zako zote zijulikane. Yeye hujitwika mambo yako yote. Basi mtwike fadhaa zako zote. Yeye anajishughulisha na mambo yako. Waraka Petro wa kwanza sura ile ya 5 na mstari wa 7. Mtwike fadhaa zako zote. Anajishughulisha na mambo yako. Unajua Mungu anajishughulisha na mambo yako? Kumbuka, anakupigania, anakutetea, anakuhangaikia. Asubuhi, mchana, jioni, usiku wa manane, kila wakati, kila saa na kila majira anakupigania. Anasema hivi mstari wa 12, mimi ndimi niwafarijie. Wewe nani hata ukamwogopa mwanadamu ambaye atanyauka kama vile maua yanavyonyauka? Mwanadamu asiyekombolewa, asiyeokoka atanyauka na mambo yake yatakuwa yamekwishilia mbali. Lakini waliokombolewa na Bwana, anasema ya kwamba hawawezi kunyauka. Uninyunyiziae maji wakati wa ukame, huachi ninyauke, ona kupenda. Utanyauka. Kwa hiyo usikubali dhambi, usikubali dhuluma, usikubali mabaya kwako, kwa sababu hayo huleta huzuni na maombolezo na maumivu na mateso. Usivikubali, viweke mbali nawe. Dhambi, dhuluma, kutenda mabaya, hayo yatakuletea maisha ya mateso na mashaka. Usikae na mashaka. Kaa na uhakika Bwana. Yesu ni wa uhakika Bwana. Yesu wetu ni hakika. Haleluya. Sio mashaka, uhakika. Katika jina la Yesu. Hata kama una shilingi mfukoni, bado uhakika na imani na matumaini kwamba Bwana anakwenda kulifungulia mlango. Cha msingi, endelea kufanya kazi, endelea kutafuta namna ya kwenda, endelea kusumbua akili yako, tafuta namna ya kufanya, sumbua akili yako. Tafuta, mwambie Bwana, naomba maarifa, naomba njia, nahitaji nitoke kwenye hali hii. Endelea kuomba, endelea kung'ang'ana hapo. Bwana atarejeza furaha ya kweli, itaendelea kudumu na kukaa ndani yako katika jina la Yesu. Sema amen, na iwe hivyo sasa na hata siku zote. Yeye ndiye afariji. Anasema usije ukamsahau Bwana alafu ukaendelea kumwangalia mtu au watu au vinavyotesa na kuumiza. Usimsahau Bwana. Usiogope anayetisha. Hao watishao, utisho wao utayeyuka na kuzimika ghafla, na wewe una mfalme na Bwana wa mabwana atakayekupa kudumu, kustawi, kuendelea kwa nguvu katika jina la Yesu Kristo. Endelea kukaa nyumbani mwa Bwana, wala usimsahau. Anasema usisahau ukaanza kupata shida. Anasema hii wapi ghadhabu yake yeye aoneaye? Hii wapi ghadhabu yake yeye anayeonea? Iko wapi? Hiyo ghadhabu itapotea ghafla, itaondoka, itakimbizwa, haitakaa katika jina la Yesu. Ile kwenye Isaya 54 anasema
utakuwa mbali na kuonewa, na ghadhabu na uharibifu utakaa mbali nawe, katika Isaya 54. Haleluya. Mstari wa 14 anasema hivi, yeye aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka, wala hata kufa na kushuka shimoni, wala chakula chake hakitapunguka, wala chakula chake hakitapunguka. Hayo ndio maisha ya waliokombolewa, kwamba yeye aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa. Ikiwa Mungu aliacha alafu ukakumbwa na madhara kwa sababu ya wewe mwenyewe kukosea, sasa anasema kwa sababu ulikuwa ni mtu uliyekombolewa, utarudishwa kwenye nafasi yako, karudishwe kwenye nafasi yako, karudishwe kwenye kiti chako, karudishiwe furaha yako, karudishiwe amani yako, karudishiwe tena ukaishi maisha matakatifu tena, karudi kwenye nafasi kwa jina la Yesu. Malaika mlete huyu aliyetoka kwenye nafasi, arudi kwenye nafasi. Ndoa iliyovurugwa ikarudishwe kwenye nafasi. Uchumba wa halali uliovurugwa, naamuru sasa kwa jina la Yesu, malaika nenda pita, rudishe huo chumba. Kilichopotea ambacho adui alifanya kwa hila, sasa naamuru kwa jina la Yesu, nguvu za Bwana zikurudishe. Waliokombolewa na Bwana watafurahi milele, furaha yao itakuwa ni ya milele, katika jina la Yesu wa Nazareti. Nazivunja nira na kazi ya ibilisi kwenye hilo boma, kwenye huo ukoo, miungu na mizimu inayofuatilia maisha yako kuharibu, kwamba usioe wala usiolewe, au kwamba usipate kazi, au kwamba usimtumikie Bwana Yesu. Na vunja na kuangusha hiyo mipango, roho za unyonge na mateso na maumivu, na upige huo uwezo na urudisha nyuma. Narudi tena kusema, mizimu na miungu na majini na uchawi na uganga hamtafanikiwa kwa huyo dada, hamtafanikiwa kwa huyo kaka. Sasa kwa jina la Yesu mnaachia maisha yake, naye atakuwa na furaha ya Bwana na kicheko cha Bwana na ujasiri na ushujaa na uhakika, katika jina la Yesu Kristo. Ninasimama kupangua kila mpango ambao adui ameusimamisha. Ninazivunja kazi za adui ambazo ziliachiliwa. Bwana wangu na Mungu wangu, ninaomba uweza wako na nguvu zako ukampe mtu huyu kustawi, ukampe mtu huyu kuendelea na kukujua, akujue zaidi, akufuate. Damu ya Yesu inene mema kwako. Damu ya Yesu ipite kwenye anga lako. Damu ya Yesu ipite kwenye malango yako. Damu ya Yesu ikanene mema, ikamrudishe mume wako, ikamrudishe mke wako, ikarudishe watoto wako, watoto waliotoka nyumbani. Nguvu ya Roho Mtakatifu na damu ya Yesu iwarudishe tena kwenye familia, iwarudishe tena wakae na wazazi wao, katika jina la Yesu. Ninaangusha mipango mibaya, naangusha. Waliokombolewa na Bwana watafurahi, furaha yao ikarejee tena. Mateka ambao ulitekwa, ukahamishwa, ukatolewa kwenye furaha, ukaondolewa kwenye maisha ya wokovu. Sasa rehema za Bwana zikurudishe, ukaketi kwenye kiti chako, kwenye nafasi yako, kwa nguvu za Roho na kwa damu ya Yesu Kristo. Yeye aonea asifanikiwe tena kuonea maisha yako, yeye adhulumia asifanikiwe tena kudhulumu nafsi yako na maisha yako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninabomoa na ninaangusha vile vyote vya mauti na kuzimu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, asante kwamba watu wako wanarudishiwa furaha, wanarudishiwa amani, wanarudishwa kwenye nafasi zao. Naomba tena warudishe kwenye ile nafasi ya utumishi, kwenye ile nafasi ya ndoa, kwenye ile nafasi ya kuoa na kuolewa, kwenye ile nafasi ya kazi. Nguvu na uweza wako mrudishe. Ninaomba Bwana, rehema na neema zikamjenge na kumrudisha, akakae nyumbani mwa Bwana. Mauti iliyoandaliwa kwa watakatifu, mauti zinazofuatilia maisha yetu, mipango ya mauti, ajali, hatari na vurugu, na wapiga hao waliotumwa kuleta hayo. Na piga hiyo nguvu, na angusha malaika, piga njia panda, makaburini pote, kwenye anga, kwenye maji, kwenye nchi kavu, vuruga na angusha mipango mibaya, chuki na uhasama na visasi na malipizi hayatafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru kwamba tunaokolewa kwa neema yako, tunainuliwa kwa msaada wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Falme wa Mungu wetu ni mkuu na uweza wake, kwa jina la Yesu. Huwa ufalme mwingine na uanguke na kushindwa, usifanikiwe kudhuru na kutesa maisha yako. Mipango ya mauti, ajali, madhara na hasara tunavikataa kwa jina la Yesu, havitatupata Baba. Na vikataa hivyo vilivyoandaliwa na adui. Mungu wetu, Baba yetu, umetupenda, umetuandalia kwa salama, tusafiri salama, tuende salama, turudi salama. Umesema tutabarikiwa tunapotoka, tutabarikiwa tunapoingia, tutabarikiwa tuingiapo, tutabarikiwa tutokapo, kwa jina la Yesu. Wana wa Mungu wakawa hivyo, maisha ya wana wa Mungu yakawa hivyo sasa.
katika jina la Yesu. Wasizongwe zongwe na kushindwa, bali wakapate kushinda na kusimama imara katika furaha na amani, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu, wewe ambaye huzuni imekuwa ni sehemu ya maisha yako, sasa kataa hiyo huzuni, nami naipiga hiyo roho ya huzuni na mahangaiko na maombolezo na machozi, iondolewe kwako, isikae kwako kuanzia sasa. Yesu Kristo wa Nazareti akujaze uwezo na nguvu, uinuliwe sasa na upate kumshangilia Bwana, upate kufurahia katika maisha matakatifu katika jina la Yesu. Roho ya mateso na maumivu, ondoka kwa huyo mtu, achia maisha yake huyo kijana, achia maisha yake huyo baba. Nimekemea na kuziharibu hizo kazi na hizo nguvu katika jina la Yesu. Bwana akurejezee furaha, Bwana akurejezee amani, Bwana arudishe kwako ile neema ya Mungu Baba, ikujirie na uweza, ukuinue tena. Rudisha kwenye utakatifu, kaa kwenye utakatifu, usikubali dhambi, usikubali mabaya. Bwana akupe na maarifa na hekima ya kuendelea kumtumikia na ya kupata kazi nzuri na ya kupata fedha nzuri ya halali. Pata maarifa, naombea akili yako na kichwa chako. Bwana akipe kujaa maarifa mapya, Bwana akupe kujaa maarifa mapya katika Roho Mtakatifu na katika jina la Yesu. Bwana mpe maarifa ili apate maisha mazuri ya kufurahi. Bwana naomba aondolewe maisha ya kuteseka na kuumizwa katika jina la Yesu. Maarifa ya kimbingu ya kujirie. Tunaomba maarifa yako ya kimbingu Bwana, juu ya kupata mafanikio ya kiroho na ya kimwili, mafanikio ya kimwili na ya kiroho. Naomba ajazwe maarifa ya mapenzi yako, msikilizaji, mtazamaji huu, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa pendo lako, Mungu mwenye pendo kuu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana akupe nguvu mpya na uwezo. Miungu na mitego mibaya ya miungu walioiandaa na makusudio mabaya waliotengeneza yasifanikiwe kwenye maisha yako, yasiweze sasa, bali wewe ukawezeshwe. Bwana wa majeshi, Mungu Baba ndilo jina lako. Naomba wezesha watu wako, inua watu wako, watengemazwe kwa jina la Yesu. Walio katika hali ya kutetereka sasa, naomba mkono wako washike. Malaika mlinde huyu, malaika wa Bwana awe upande wako katika jina la Yesu Kristo. Uweza na nguvu za Roho wa Bwana zikusaidie, zikuwezeshe siku zote, majira yote, nyakati yote. Yesu ni mwema, akupenda, akujua. Asante Yesu. Bwana akujaze furaha na amani na utulivu na kuendelea kumjua, na upate furaha ya kufanya kazi na upate nguvu za kufanya kazi, na endelea katika jina la Yesu. Amina. Bwana akutunze, akusaidie katika jina la Yesu. Pokea na namba ambazo unaweza kutumia kuwasiliana na mimi, ama kwa njia pia sadaka, ama kwa njia ya message, ama kwa njia ya kupiga. Namba ni hizi utakazozitumia. Namba ni ya Airtel na Vodacom. Namba ya Airtel ni 0787 62 75 91. Lakini pia namba nyingine ni 0762 280 439. 0762 280 439. Hiyo ni Vodacom. Ya kwanza ni Airtel ambayo ni 0787 62 75 91. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kubariki. Kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel yangu ambayo ni Eli Mlinzi Mbise. Lakini kumbuka pia kushare na kulike, kucomment. Kumbuka pia kutuombea. Tumekaribia kusafiri kupeleka injili sehemu mbalimbali katika vijiji, kuhubiri huko na huko. Tuombee na kumbuka kushiriki. Huduma hiyo ni ya gharama kubwa, inahitaji fedha nyingi. Basi karibu tuombee, karibu shiriki sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Shiriki hata kwa 1,000 shiriki, kwa 2,000 shiriki, kwa milioni shiriki, kwa mamilioni shiriki, kwa gari yako shiriki, kwa mali zako shiriki. Vitu vyote ni mali ya Bwana. Mimi na wewe tu mali ya Bwana. Vyote tuvifanye viwe ndani ya utumishi wa Bwana. Bwana akubariki. Amen.